Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, tafakari yetu tunaipata katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 aya ya kwanza hadi ya 9 na Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 14 hadi ya 15. Nabii Isaya anazungumza juu ya mfungo, na Yesu pia naye anazungumza vile wanafunzi wake, je, wanapaswa kuweza kufunga au hawapaswi kuweza kufunga, baada ya kuweza kuletewa mashtaka kutoka katika ile kundi la Mafarisayo. Sasa tuanze katika kitabu cha nabii Isaya. Myahudi kamili katika kipindi cha nabii Isaya alikuwa anafanya mambo makuu matatu katika dini yake ya Kiyahudi. Ya kwanza, Myahudi kamili alikuwa ni mtu wa kutoa sadaka. Ndio maana hadi katika Biblia ukisoma katika kitabu kile cha Yoshua bin Sira, nadhani sura ile ya 35 inazungumza kwamba mwanadamu usije ukaenda mbele ya Mwenyezi Mungu mikono mitupu, lazima uweze kuwa na sadaka. Na jambo la pili ambalo Myahudi kamili alikuwa nalo katika ibada yake ilikuwa ni kusali, kwenda mbele za Mwenyezi Mungu kusali. Na jambo la tatu ambalo Myahudi alikuwa analizingatia ilikuwa ni kufunga saumu, na mifungo yao ilikuwa inapatikana sana katika siku ile ambayo ilikuwa imepewa jina la upatanisho au Yom Kippur, ambapo taifa zima la Israeli walifunga wakitubu dhambi zao, Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe. Katika kipindi cha nabii Isaya walikuwa Waisraeli wamekwenda katika utumwa wa Babeli. Wakiwa katika utumwa wa Babeli walisali, wakatubu dhambi zao, wakalia, Mwenyezi Mungu akawakumbuka, kama vile tunavyosikia katika ile Zaburi, kando ya mito ya Babeli ndipo tulipoketi tukalia, tulipoikumbuka ile Sayuni. Yaani walikuwa wanafanya mfungo ili Mwenyezi Mungu aweze kuwarudisha katika ile nchi yao ambayo imejaa maziwa na asali. Mwenyezi Mungu akawajibu maombi yao. Walivyorudi katika ile nchi yao, walipofika Yerusalemu, wakaingia katika dhambi ya majionyesho yao kwamba wao ni wacha Mungu, lakini nyuma yake walikuwa wamejaa uovu. Nabii Isaya anakemea ibada zao kwamba ibada mnazozifanya za kufunga si ibada ambazo zinakuwa na baraka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana basi anasema kwamba ingawa mnafunga, dhambi bado zipo katikati yenu. Ingawa mnapenda kujionyesha kwamba mnasali mbele za Mwenyezi Mungu, uovu na bado mnazidi kuwafanyia watu dhuluma, haki haipo katika jamii. Ndio maana anaambia katika kitabu hiki cha nabii Isaya akisema hivi, piga kelele wewe nabii, waambie watu wako kwamba Mwenyezi Mungu yeye hafurahishwi na hizo ibada mnazozifanya. Mnaonekana kwamba ni watu wa kutenda haki, alafu kumbe hamzishiki sheria zake. Na Mwenyezi Mungu anasema hafurahii kabisa kabisa ibada hizo, na wao wakati wanajionyesha mbele za Mwenyezi Mungu kwamba wakiwa wanafunga kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kuwajibu kwao, ataweza kuwapokea katika maombi yao. Ndio maana wanasema maneno haya kwamba tumefunga lakini hutuoni. Wameingia katika dhambi ambayo alikuwa ametenda Kaini. Kaini alijiona kwamba ana haki mbele za Mwenyezi Mungu, akapeleka sadaka yake kwa Mwenyezi Mungu, yani mazao, ambapo hayakupokelewa, na baadaye akaweza kumuua ndugu yake. Kwa nini? Alihisi kwamba kwa kupeleka sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu inaweza ikafuta kile kibaya alichokuwa ndani mwake. Mwenyezi Mungu akamwambia utende mema. Ndipo basi wana wa Israeli wakadhani kwamba wakiwa wanasali wamefunga, Mwenyezi Mungu ataweza kuwaona. Anasema hapana, kufunga kwenu hamfungi kwa ajili ya kuweza kutiisha dhambi zenu, bali mwafunga ili muweze kuonekana na watu. Mwenyezi Mungu anasema hata kama mtafunga hawezi kujibu maombi. Na hii ipo hadi leo hii. Naweza kuonekana kwamba nimefunga sana, nimeutilisha mwili wangu, lakini kuna matendo mengine machafu sijayaacha. Kufunga kwangu ni bure. Afadhali niache kufunga, nikarekebishe maisha yangu mabaya ya dhambi, niweze kuwa mtu mwema, na saumu yangu itakuwa na maana kubwa zaidi. Baadaye wana wa Israeli walipenda kufika mbele za Mwenyezi Mungu, yaani katika mambo ya ibada. Ndio maana wanatamka maneno haya kwamba tumetoa sadaka nyingi mbele zako, lakini hujatuona. Mwenyezi Mungu anasema, mbona sadaka zenu na mnavyonitafuta kila siku katika kutaka kuweza kujua njia zangu, mnaonekana kwamba ni wazuri lakini ni wabaya. Na hadi leo
Tuna kundi kubwa la watu ambao ibada zote za kanisani wapo, wanapenda kusikiliza mahubiri mazuri, wanapenda kufuatilia mikutano, wanapenda kuhudhuria maisha, wanapenda kufanya mafundisho mengi na mazoezi mengi ya kiroho, kuweza kuonekana kwamba wako karibu na Mwenyezi Mungu, lakini ndani ni unafiki mkubwa. Saumu kama hiyo Mwenyezi Mungu anaikataa. Anasema hivi, kufunga kwetu ni kushindana. Mwenyezi Mungu hataki mashindano, nionekane mbele za watu kwamba mimi nimefunga zaidi kuliko hao watu wengine, na hadi mwingine anajitangazia nimefunga 3 kavu. Hayo ni matangazo, na hiyo ibada haikubaliki mbele za Mwenyezi Mungu. Je, Mwenyezi Mungu anataka vitu gani kwetu katika kipindi hiki cha mfungo? Anataka mambo yafuatayo. Ya kwanza, amesema tuvifungue vifungo vyetu vya uovu, tulegeze kamba za nira zetu, tuache huru wale ambao wameonewa, na kwamba tuvunje kila aina ya nira mbaya ambayo inanipelekea kuweza kuanguka katika dhambi. Na baadaye Mwenyezi Mungu anasema hivi, masikini ambao kila siku tunakutana nao, tunaowaona katika maisha, tuwapatie vitu. Na tupo katika kipindi ambacho utajikuta nyumbani kwako una nguo nyingi ambazo hizo nguo toka mwaka jana hujazivaa na bado umeziacha, na kuna mtu mwingine anakosa nguo za kuweza kwenda kanisani. Chukua hizo nguo, mpelekee masikini, atatamka maneno haya, Mwenyezi Mungu akubariki, na utakuwa umebarikiwa katika maisha yako. Nabii Isaya anamaliza, anasema hivi, tukifanya mema, tukiwaangalia hawa masikini, tukawavika nguo wale ambao hawajiwezi, amesema ndipo nuru yetu itakapopambazuka kama asubuhi. Na baadaye pia katika kuweza kutoa sadaka, afya zetu zitaongezeka mara, na haki yetu itatutangulia. Utukufu wa Bwana utatufuata nyuma uweze kutulinda, na ndipo tutakapoweza kumwita Bwana naye atatuitikia. Tutende mema kwa masikini, tufunge kwa kuacha mambo mabaya. Vile vile pia mifungo yetu isiweze kuwa maonyesho. Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi, atubariki na kutulinda. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.